Leo tunaanza na makundi mawili yaliyoagizwa. Haya maagizo tunayojifunza yameagizwa makundi mawili. Tuangalie leo makundi mawili yaliyoagizwa. Kundi la kwanza linaitwa wana wa kutii. Kundi la pili linaitwa wana wa kuasi. Kwa hili tutaenda nalo leo, lakini pia tutaona aina za maagizo. Tunazo aina mbili za maagizo. Moja, maagizo ya msingi, tutayapitia kama 10 hivi. Maagizo ya msingi au maagizo ya awali. Lakini pili, tutapitia maagizo makuu mawili: ubatizo na meza ya Bwana. Hili ndilo jambo la pili ambalo tutajifunza leo. Lakini lipo jambo la tatu, tutapitia mifano ya waliotii. Wana wa kutii, mifano yao tutaiona. Wana wa kutii, mifano yao. Na mwisho kabisa, jambo la 4, tutamaliza na mifano ya walioasi, wana wa kuasi. Ni kosa kujifunza somo la maagizo bila kutambua walioagizwa. Tunaenda sawa, kanisa la Bwana? Tunaenda sawa? Sasa tuanze somo letu. Kichwa kabisa kikubwa ni Pasaka. Hiyo ndio head topic yetu. Topic yetu kubwa ni Pasaka. Chini yake unaandika nini? Kufufuka kwa Yesu. Chini yake, alipofufuka alifanya nini? Aliagiza, alitoa maagizo. Kwa hiyo tuna topic inaitwa maagizo makuu ya Yesu. Sasa tuanze makundi mawili yaliyoagizwa. Unapenda tuanze na kundi gani? Makundi mawili yaliyoagizwa. Tuanze na kundi la kwanza. Linaitwaje? Wana wa kutii. Katika vizazi vyote tumekuwa na watu wa aina mbili. Tu. Moja, wanaotii; pili, wasiotii. Wapo watu aina mbili tu, wanaotii na wasiofanya nini? Wasiotii. Tunaenda sawa, kanisa la Bwana? Kwa hiyo tunapojifunza somo hili, piga picha, jiulize, wewe uko kundi gani? Kwa wale wanaotii au kwa wale wasiotii? Upo kundi gani? Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 14. Katika vizazi vyote, narudia, yalitokea makundi ya wanadamu aina mbili, wanaotii na wasiotii. Ndani ya ndoa zipo ndoa za watu wanaotii na wasiotii. Ndani ya taifa yapo makundi mawili, wanaotii maagizo ya rais na wasiotii maagizo ya rais. Kwa hiyo tumekuwa na kizazi cha watu aina mbili toka Edeni mpaka leo, mpaka Yesu anapokuja. Nisikilize sana Mtanzania unayenitazama
na wewe ulioko mahali hapa, Bwana amesema nami kwa uzito sana juu ya ujumbe huu, kwa uzito sana. Ilibidi niupeleke mahali pengine, lakini Mungu amesema nami niufundisha hapa. Nimekataa mialiko mitatu ya semina. Mialiko mitatu nimeikataa ya semina ili nibakie hapa. Kwa hiyo naomba unisikilize vizuri kabisa. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 14. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Baba, libariki neno lako hili ambalo umelitoa kwa ajili ya taifa letu la Tanzania na hata nje ya taifa hili. Kila mmoja anayesikiliza neno hili Bwana, naomba ukampe kuelewa, mpe kusogea, apige hatua na kutambua ya kwamba Mungu unasema naye. Jioni ya leo nami mtumishi wako najimimina na kujiachilia na kujiweka wakfu kwako. Nitumie kama upendavyo kwa utukufu wa jina la Yesu. Watu wote waseme amen. Amen. Haleluya, haleluya. Wana wa kutii ndio ambao Yesu alitoa haya maagizo kwao. Aliagiza watu aina mbili: moja, wanaotii; pili, wasiotii. Na tumeona kizazi na kizazi tangu Edeni kwa Adamu na Hawa mpaka leo tumekuwa na watu makundi mawili. Kitaaluma, kila fundisho linagawa watu kimakundi. Kwenye ndoa tuna makundi manne. Kundi la kwanza linaitwa wababa, kundi la pili wa mama, kundi la tatu watoto, kundi la nne wanaokaa pale nyumbani, watumishi wa nyumbani pale. Somo la ndoa linagawa hivyo watu. Ukitaka kufundisha academically somo la ndoa. Lakini kwenye uongozi tumekuwa na watu watatu pia. Kwenye uongozi tuna watu watatu. Tuna kiongozi aliyefaulu, aliyeshindwa na ambaye hajafaulu na hajashindwa, yuko hapo katikati. Kwa hiyo kila taaluma imekuwa ikigawa. Mungu Mungu wetu pia katika fundisho lake amegawa watu aina tatu: mtu wa asili, mtu wa mwilini na mtu wa rohoni. Katika kundi la wana saikolojia, elimu kuhusu psychology, na yenyewe imegawa watu makundi manne. Kuna sanguini, kuna melankoli, kuna phlegmatic na koleriki. Kwa hiyo kila fundisho limekuwa likigawa watu namna hiyo. Hali kadhalika hata hapa tunapojifunza somo la maagizo ya Yesu, kuna makundi mawili aliyoyaagiza. Yesu ajabu kabisa aliagiza watu aina mbili: moja, wana wa kutii; pili, wana wa uasi. Tuwaone hao wana wa uasi na wenyewe, alafu baadaye tuanze kujadili wana wa kutii, ndipo twende wana wa uasi. Waefeso sura 5:6. Waefeso 5:6 hadi 7. Nisikilize sana Mtanzania, nisikilize sana mtoto wa Mungu ulioko mahali hapa. Ukipotea, upotee mwenyewe, si upotee kwa kukosa injili. Hutapotea kwa kuikosa kweli. Kweli utaisikia.
Lakini kuna jambo nilikuwa namuuliza Mungu, kwa nini mtu asikie mara mbili? Na wakati kuna watu hawajasikia kabisa. Kwa hiyo ukisikia na usitende, Mungu ataondoa hiyo neema kwako, atampelekea mtu mwingine. Maana haitakiwi usikie mara mbili, unatakiwa usikie mara moja. Mtoto mzuri ni yule ambaye anasikia mara moja. Ukimuonya anatii na kurekebisha haraka. Waefeso 5:6-7. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwaijia. Wana wa nini? Wale wenye Biblia, wana wa nini hapo? Wana wa uasi. Na Biblia inasema basi mshirikiane nao au msishirikiane nao? Msishirikiane na mtu muasi. Mtu akisha asi hatushirikiani naye chochote. Hatushirikiani chochote. Akisha asi hakuna ushirika, hakuna chochote tunachoshirikiana naye. Ni mwisho. Biblia inasema is according to Bible, not me. Kizazi hiki kina shida sana. Hawa wana wa kutii, naomba sasa tuwaangalie. Unajua, tunamjua mtu kwa tabia. Sifa za mtu ni tabia yake. Kwa hiyo tuangalie sifa za hili kundi la kwanza, wana wa kutii. Tuone sifa zao. Tunazo sifa hapa kama 4 hivi, zipo nyingi lakini nikupe 4 au 5. Andika tabia za wana wa kutii. Wana tabia gani? Ya kwanza kabisa, wana wa kutii ni waaminifu na watii wa neno la Mungu. Ndiyo maana Yesu anawaagiza, anatoa maagizo kwao, kwa sababu anajua ni waaminifu na watii wa neno la Mungu. Zaburi 119:97. Zaburi 119:97. Naomba nisome huo mstari. Ni mstari muhimu sana. 119 Zaburi, mstari huo wa 97 unasemaje? Sheria yako naipenda mno ajabu, ndiyo kutafakari kwangu mchana kutwa. Sifa ya pili ni wanyenyekevu na watii kwa viongozi wao. Wana wa kutii hawa wana sifa hii, ni wanyenyekevu. Maana yake wako tayari kuelekezwa. Wewe toa tu maelekezo. Maana mwingine anashindwa kutoa maelekezo, anasema mimi nilivyowaona wanavyoonekana, hata nikitoa maelekezo hawatafuata. Wewe toa maelekezo, ndio utajua wana wa kutii na wana wa kuasi ni wapi. Wana wa kutii wanasubiri maelekezo. Hao watu wanaitwa wanyenyekevu. Waebrania 13:17. Waebrania 13:17. Kitabu cha Waebrania kimeandikwa na Mtume Paulo kwa wasomi. Wale wasomi mnaofanya utafiti wa kitabu hiki, kimeandikwa na Mtume Paulo. Karamu yake aliyotumia kuandika ni mstari wa 25 sura hii tunayoisoma. Mstari wa 25, hiyo ndiyo karamu ya uandishi wa Paulo. Hakuna mtu aliyetumia karamu hii. Watiini wenye kuongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Neno hili kukesha kwa ajili ya roho zenu haina maana hawalali. Inamaanisha ya kwamba wako tayari muda wote kukuhudumia.
wako tayari. Kukesha hapo linamaanisha wako tayari muda wote kutoa huduma. Mungu anaweza akasema nao usiku wa manane, wataamka kwa ajili yako. Wanaamka kwa ajili yako nini? Kwa sababu Mungu ameleta ujumbe wa kwako wewe. Mungu hanipi ujumbe wa kwangu tu, analeta ujumbe aina mbili, wa kwangu mimi na wewe. Watiini wenye kuwaongoza. Wenye kuwaongoza hapa ina maana gani? Ina maana kiongozi aliye juu yako. Kama wewe ni mzee wa kanisa, aliye juu yako mchungaji. Kama wewe ni shemasi, aliye juu yako ni nani? Mzee wa kanisa. Unatakiwa kutii. Wewe mkuu wa idara, unatakiwa pia kutii. Kila mtu anatii kiongozi aliye juu yake. Kila mtu atii kiongozi aliye juu yake. Tunaelewana vizuri, watoto wa Mungu? Tuelewane. Tii kiongozi. Acha kuwapa kazi viongozi. Wewe ni mchungaji, tii askofu wako. Wewe ni mzee wa kanisa, tii mchungaji wako. Wewe ni shemasi, tii wazee wako wa kanisa. Wewe ni mkuu wa idara, tii viongozi wako wa idara yako, uwatii hao. Kwa nini? Kwa sababu wamewekwa na Mungu. Kwa hiyo wana wa kutii wao wako hivyo. Hizo ndizo sifa zao. 3, wana wa kutii ambao wamepewa maagizo ni watu wenye maisha ya toba. Ni watu wenye maisha ya toba. Maisha ya toba. Maisha ya toba. Maisha ya toba. Ni watu wenye maisha ya toba. Watu wenye maisha ya toba wako tayari kurekebika, wako tayari kurekebishwa, wako tayari kuonywa, wako tayari kutengeneza, wako tayari kusema nimekosea, naomba nisamehewe, wako tayari kujirekebisha. Matendo 2:38. Hilo hatutasoma, andika Matendo 2:38. Lakini pia tunaona wana wa kutii hawa walioagizwa wana upendo wa kweli. Ni watu wenye upendo wa kweli. Ufunuo 2:4. Ufunuo 2:4 na 19. Ufunuo 2:4 na 19. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 22. Andika hayo maandiko yote, nenda ujisomee nyumbani. Unapoandika notes ukifika nyumbani, kabla hujarudi tena kwenye darasa la siku nyingine, unatakiwa upitie hizo notes zote na ujifunze kitu zaidi. Kwa hiyo hawa wana walioagizwa, wana wa kutii, wana upendo wa kweli. Upendo wa kweli. Upendo wa kweli. Upendo wa kweli. Ningekuwa na muda ningefundisha makundi matatu ya upendo. Kundi la kwanza, Mungu kutupenda. Pili, sisi kumpenda. Tatu, kupendana sisi kwa sisi. Ningekuwa na muda ningefundisha hayo, lakini nitatoka nje ya somo. Nimelenga tu hapa kwamba sifa za wana wa kutii. Mwisho kabisa, sio mwisho ya kwamba yameisha, ni mimi tu nataka ukomee haya mambo matano. Wanashirikiana kwa upendo na uaminifu. Wana wa kutii wana ushirika wa upendo na uaminifu. Wanashirikiana. Matendo 2:42 hadi 47. Hawa ni wana wa kutii. Twende andika kundi la pili, wana wa kuasi. Tuwaone wana wa kuasi. Nimeweka sifa hapa kama 10, lakini pia nikupe sifa chache tu ili zikusaidie. Namba 1, wana wa kuasi. Utajijuaje wewe upo kundi la kwanza au la pili? Ni hizi tabia, hizi sifa zitakuonyesha kwamba upo kundi gani. Wana wa kuasi, namba 1, hawakubali kuongozwa. Hawako tayari kuongozwa. Hawako tayari kabisa. Wanataka uhuru. Hawako tayari kuongozwa na kitu chochote. Kwa kuwa ni wana wa kuasi,
Kwa hiyo mtu muasi huwa hahitaji kuongozwa. Mtu akisha asi haongozeki. Maana yake amekataa kuwa chini ya maongozi. Ndiyo maana ya neno kuasi. Yuko nje ya maongozi. Akishakuwa nje ya maongozi, anakuwa na uhuru wa kufanya lolote. Timotheo wa pili 4 mstari wa 3 mpaka wa 4. Timotheo wa pili, waraka wa mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 4 mstari wa 3 na wa 4. Andika vizuri kabisa. Na wewe unayenifuatilia, asante sana. Mungu akubariki sana kwa kuchagua kujifunza Pentecoste TV. Namba 2, wana wa kuasi hawakubali kufuata mafundisho ya kweli. Kwa nini? Kwa kuwa ni wana wa kuasi. Mafundisho ya kweli. Ndiyo maana Yesu alipotoa maagizo hawayafuati. Wanayakwao, wamebeba mambo yao, wamebeba mapokeo yao, wameenda nayo. Kwa hiyo wao hawakubali kufuata mafundisho ya kweli. Moja ya mafundisho ya kweli ni ubatizo wa maji mengi. Ubatizo wa maji machache ni fundisho potofu, na mtu yeyote anayefundisha fundisho hilo, Biblia inasema araniwe. Paulo anasema araniwe mtu aletaye injili nyingine, another gospel. Injili nyingine, huyo mtu araniwe. Kwa hiyo moja ya mafundisho ya kweli ni ubatizo wa maji mengi. Moja ya mafundisho ya kweli ni kufa na kufufuka kwa Yesu. Yesu alikufa na akafufuka, na alipofufuka alikaa hapa duniani siku 40, akapaa kwenda mbinguni, na atarudi tena kutuchukua kanisa lake. Wapo watu wanaosema dhiki kuu itakuja kwanza, kanisa litapita kwenye dhiki kuu, halafu baada ya hapo ndipo sasa kanisa linaondoka. Hapana, kanisa halitapita kwenye dhiki kuu. Kwa nini? Kwa sababu tafsiri ya neno dhiki kuu inamaanisha ya kwamba ni hukumu ya adhabu kwa waasi. Sasa kanisa sio watu waasi. Kwa hiyo hatuwezi kupita kwenye dhiki kuu sisi. Lakini twende tabia ya 3 ya wana wa kuasi. Wanatenda mambo kwa kiburi na uasi. Wanatenda kwa kiburi. Wanatenda kwa kiburi. Hili la pili nimekupa maandiko. Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 2. Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 2. Naomba uende usome hayo maandiko. Nakupa ili usome. Sikupi ujaze daftari. Nakupa uende usome. Kwa hiyo Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 2. Jambo la 3 nimesema hawa wana wa kuasi wanatenda mambo kwa kiburi na uasi. Wanatenda kwa kiburi. Isaya 30 mstari wa 9. Lakini tunaona sifa nyingine. Twende tuone sifa nyingine ya hawa wana wa kuasi. Wamejiingiza kwa siri katika kundi la wana wa kutii. Wapo katikati ya wana wa kutii. Tunao hawa wana wa kuasi. Sio kwamba wako nje, hata ndani ya kanisa wapo. Sio kwamba wako kwenye makanisa yasiyotii maagizo ya Yesu. Wako katikati yetu. Wanaweza wakawa ni viongozi ngazi yoyote. Ngazi yoyote. Anaweza kuwa askofu, anaweza kuwa mchungaji, anaweza kuwa mzee wa kanisa, anaweza kuwa mama mchungaji, mama mzee wa kanisa, yeyote, whatever cheo, haina shida. Vio vyote. Yuda mstari wa 4. Yuda mstari wa 4.
Yuda mstari wa 4. Hili ni gumu, naomba nilisome. Wapo katikati yetu hawa wana wa kuasi, wamejiingiza kwa siri, wako katikati yetu, na wao wanaonekana kama watoto wa Mungu, na wao wanaitwa kanisa, lakini majina yao hayapo kwenye kitabu cha uzima. Huwezi kuwa muasi wa neno la Mungu alafu kaingia mbinguni. Haipo mbingu ya watu waasi, hakuna kitu kama hicho. Naomba tuelewane, watoto wa Mungu. Biblia inasemaje? Yuda mstari wa 4. Kwa nini tuseme mstari wa 4, hatusemi sura? Kwa sababu ina sura moja. Biblia inasema kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Hawa watu Biblia inasema walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Makafiri watu hawa, ni makafiri watu hawa, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Mmesikia neno makafiri? Maana yake kafiri ni mtu aliyeasi, lakini yuko ndani ya wana wa kutii. Wako pamoja wote, neno la Mungu wanashiriki pamoja, maombi wanaomba pamoja, ibada wanaabudu pamoja. Hapa mnaweza mkasimama nao pamoja hapa, anaweza kaja kuhubiri naye hapa. Wana wa kuasi wamejiingiza kwa siri katikati ya wana wa kutii. Sasa hapa naomba niongee kidogo. Kuna changamoto imetokea katika eneo hili. Kuna changamoto imetokea, maajabu kabisa yaliyotokea. Wana wa kuasi wamemeza wana wa kutii, wamewameza. Kivipi? Wamewamezaje? Watu wengi wale ambao ni wana wa kutii wamejikuta wana tabia za uasi kama wale watu walioasi. Kwa hiyo wameambukizwa tabia. Kumbuka tunajifunza hapa tabia. Hii ndiyo iliyotokea maeneo mengi. Mimi nasunguka nchi hii, nasunguka Tanzania hapa, naelewa, naangalia, nafanya analysis. Hiki ndicho kilichotokea, kwamba wana wa uasi wana nguvu, maana wao wanaongozwa na roho, maroho machafu, pepo. Kwa hiyo wameingia kwa siri ndani ya wana wa kutii, alafu wameonyesha zile tabia za uasi kawaida. Kwa hiyo na wao wamemezwa. Wana wa kuasi wana roho ya Kora, inashindana na kiongozi. Mwisho kabisa naweza kukupa mambo mengi, lakini naomba nikomee hapa. Jambo la 5 la sita, andika wana roho ya Yuda Iskariote. Kumbuka hawa ninaowataja hawa ni wana wa kuasi. Kwa hiyo naweza kukutajia wengi tu. Wana roho ya Yuda Iskariote. Hiyo roho inaitwaje? Kupenda fedha, roho ya tamaa ya fedha. Roho ya Yuda ni roho ya tamaa ya fedha. Unajua, ukikosewa msingi utasumbua. Ndio maana Waswahili wanasema mkunje samaki angali mkavu. Amen. Angali mbichi. Yeye alinifundisha baba huyu, akasema jambo la ajabu siwezi kulisahau kulingana na hapa mambo ya fedha. Akasema ukitaka kujipima kwenye kipimo cha kuokoka, jipime mambo mawili tu. La kwanza, kwenye fedha, ukishinda pesa umeokoka. Ukishindwa kwenye pesa, basi wokovu umekushinda. Ukishindwa kwenye pesa, wewe umeshashindwa mambo ya kiroho. Kipimo cha mtu wa kiroho ni pesa. Pesa. Kipimo cha pili ni uaminifu.
wa mwili huu. Mwili huu Biblia inasema hauendi mbinguni, hauendi motoni, unarudi mavumbini. Ukishinda mwili umeokoka. Mwili huu ukiushinda umeokoka. Ukishinda mwili, shetani hawezi kuja kwako. Atapata wapi nafasi? Umeshashinda mwili. Vipimo viwili, pesa na mwili. Ukivishinda hivi, huyu mzee ni disciple vizuri. Viwili vikikushinda, utaweza wokovu. Utapiga panga, utapoteza muda.